majina naitwa Richard Siele. Mimi ni Sub County Police Commander Luanda. Ningependa kusema kwamba mnamo tarehe 24 Disemba mwaka wa 2025 mnamo saa 4 ya asubuhi tulipata ripoti kwamba Eugene Wambui ambaye umri wake ni miaka 19 ambaye alikuwa nyumbani kwao akifanya usafi katika boma lao, wakati alihisi uchungu kwenye guu lake ya kushoto chini kidogo ya goti, na alipofika pale akafanyiwa x-ray na ikaonekana kuna kifaa ambaye iko kwa miguu yake ambaye ilikuwa imemdunga, na ilionyesha kwamba ilishukiwa kwamba ni risasi, kichwa cha risasi ya bunduki ndogo, na aliweza kuwa referred back to Luanda ndio aweze kupiga report, na hapo officers wa DCI walichukua yeye mpaka hospitali na kuanza uchunguzi. Na katika eneo hilo ilionekana kwamba kifaa hicho alipofanyiwa upasuaji ilikuwa ni kichwa cha risasi, na DCI waliweza kuchukua hiyo hatua ya kuchunguza kubaini ni nani katika eneo hilo alikuwa na bunduki. Kuna watu wawili ambaye waliweza kushukiwa kwamba walikuwa na bunduki katika eneo siku hiyo, na waliweza DCI kuwapigia ripoti wakuje, na walisarenda bunduki zao, na hizo bunduki pamoja na kifaa ambaye kilitolewa kwa huyu bwana Eugene Wambui kupelekwa mpaka DCI headquarters kwa ballistic ili kubaini kama hao wahusika wawili kuna bunduki ambaye ilihusika kurusha kifaa hicho ambaye ni kichwa cha risasi. Uchunguzi inaendelea vizuri. Tunangojea ballistic report kutoka DCI headquarters. Bunduki ishapelekwa kwa uchunguzi. Kwa hivyo tunangojea ripoti kutoka DCI headquarters. CCIO DCIO ya Luanda ndio anaendelea na uchunguzi. Wale wanahusika na maneno ya bunduki, tunajua kuna officers hao ni watu ambaye wako na bunduki, na ni sharti wahakikisha kwamba bunduki inawekwa katika hali nzuri na hali salama ili isiweze kujeruhi watu. Na pia kuna wananchi ambao wako na bunduki wanaita licensed firearm holders. Ni jukumu letu sisi kama polisi kuwaeleza namna ya kutunza bunduki yao, waweka katika hali ya usalama ili isije ikaingia kwa mikono ambaye sio salama, ambaye inaweza kusababisha hatari kwa wakazi wa eneo ambaye wanaishi. Mimi kwa majina naitwa Jacqueline Odongo. Nilikuwa na mtoto wangu hapa akifanya usafi kwa kiwanja akifagia. Wakati mtoto alifika anaenda kumalizia takataka kufagia, tukakaa mimi nafua hapa. Nikasikia kitu ikifanya dup. Mtoto akaanguka chini akaanza kusema, "Mama, kitu imelipukia kwa mguu yangu." Nikakimbilia mtoto, nikapata mtoto ameanguka, damu inatoka, nikamchukua nikampeleka hospitali. Hospitali ya kwanza wakamtibu, wakasema wajui kile kitu yenye imeingia kwa mtoto. Ndio wakatuambia tukapeleka Yala. Kupeleka Yala
Huko Yala wakapima mtoto, wakasema tupeleke mtoto x-ray. Kupeleka mtoto x-ray, mtoto akapatikana ako na risasi kwa mguu. Nilistuka juu si kitu yenye haijawahi tendeka. Mara ya kwanza usikia kwa kitu kama hiyo imeshafanyika kwa boma, na si mahali penye unaweza sema labda hatukuwa nako mtu yoyote kwa boma ama kwa heri ama kwa barabara. Si tulisikia tu hiyo mlipuko na tujui penye ilitokelezea. Mimi kwa majina naitwa Rose Odongo. Hapa ni Siandumba sublocation. Na mimi si kuichukulia kama kitu ya rahisi. Niliichukulia kama kitu mzito sana kwa moyo wangu. Na tukashindwa tutafanya aje. Hata sisi wengine tulishtuka kwa roho. Tulishtuka hata tukashindwa tutasema nini, lakini hiyo kitu inafaa serikali iangalie, itusaidie. Mimi kwangu kwa majina naitwa Samuel Ngota. Kwa hivyo tunataka serikali itusaidie. Huyo mtu ajulikane alikuwa mtu gani. Kama alikuwa mtu kutoka kwa area, kwa sababu pengine kuna watu wako kwa area na wako na bunduki. Sisi hatuwezi jua. Tujue hiyo risasi itoka kwa mtu wa area ama itoka kwa mtu wa mmoja wa utawala wa serikali ya Kenya. Kwa jina langu ni Elfa Samko Dongo. Hapa ni boma langu. Sasa mimi nashangaa mambo ya marisasi imeingia risafu hapa. Mtoto mjukuu wangu alikuwa hapo kwa boma. Sasa saa 4 asubuhi nikashtukia mtoto amechapwa na risasi. Nilikuwa nimeenda kwa duka kumtafutia risiki ya maziwa ya siku. Kushtukia naitwa nyumbani mtoto amechapwa na risasi. Sasa tunataka serikali tusaidie. Kama risasi imefika hapa risafu, je, kwa manjia itakuwaje? Kama risasi inaweza chapa mtoto asubuhi na usiku itakuwaje? Tunahofia maisha yetu. Serikali tusaidie, na hata wananchi wengine pia watutetee maisha. Maisha imekuwa mabaya. Sasa hii nchi yetu imekuwa mbaya. Tunalala tu kama tunahofia maisha yetu. Mimi majina yangu ni John Strom Yaku wa kijiji Tondo Village, Siandumba sublocation, Masaba location. 2012 ikiwa mtaa wa area hii Tondo Village, Siandumba sublocation. Ni jambo lilitokea kwa kijiji yangu Siandumba ambayo Tondo. Ilikuwa ni ajabu. Sijawahi kusikia hata siku moja, na itaitendeka kwa wakati paka toka wakati mlikuwa mwami wa area hii paka dakika ya mwisho hii. Imekuwa ajabu na haijatokea hata siku moja. Na hiyo kitendo ilifanyikana, ilikuwa kama ndoto. Kwa shauri ilitokea tu kwa mtaa Tondo Village, kuna mtoto amejeruhiwa na risasi.